Abi, uko wapi? Umefanya nilivyokuambia? Ndio, nimemfungia kwenye chumba kile cha hoteli. Kwa hiyo unakuja kwangu sasa hivi eh? Hapana, inabidi niende kwenye tamasha baada ya hapo. Nitakuja kuonana na wewe baada ya tamasha. Lakini mimi nilidhani kwamba umeahirisha tamasha. Naweza vipi kugairi sasa? Itakuwa hasara kubwa sana. Bali na hilo nataka kupata pesa nyingi. Nataka kumfanyia Alia ni bonge la harusi. Baada ya ndoa Alia, si utanioa mimi, si ndio eh? Kabla ya hapo nataka kumuonesha huyu mrembo wa miwani athari za ndoa. Nataka kumwadhibu kwa kosa la yeye kukubali kuolewa na mimi. Jamani Abi, acha kutaja jina la huyo mpuuzi kila wakati. Nafikiri uko sahihi. Hata hivyo, unafanya nini usiku? Tamasha litachelewa kwanza. Kama wewe utawahi kuja basi tunaweza kuwa pamoja. Hiyo iko poa. Nakuja. Nakusubiri. Nakupenda. Kwaheri. Yaani hata siamini. Yaani umemfanya Abi asitishe fungate yake. Hii ni safari ambayo hakuna mtu yote yule angependa kuiacha. Maana yake Abi ni moja kati ya milioni. Nani wa kwangu. Anaweza kufanya chochote kwa ajili yangu. Hata hivyo, kuwa makini sana juu ya yule msichana. Kama aliweza kumnasa Purab, hivi unadhani anashindwa hata kumnasa Abi? Warembo, kuna mambo mawili. Ama mkae hapa na kuzungumza kuhusu Pragya, ama mfuatane na mimi msikilize nyimbo za Abi. Rafiki yangu ameletea Eiffel kutoka Paris. Unajua nini? Mnara wa Eiffel ndio sehemu pekee yenye kivuto zaidi duniani. Nakubali kwamba ni hisia za kisanii, lakini inakuwaje ni mapenzi hasa? Dada, ni kwa sababu tu unaona hivi. Ni uhalisia tu. Lakini unaposogelea karibu yake, inavutia kweli kweli. Dada, nakwambia hutaweza hata kufunga macho yako. Na hata katika fungati yangu, nitauona mwezi kutoka katika kilele cha mnara huu. Honeymoon yani fungati haimaanishi kwamba unakwenda mwezini. Matokeo ya honeymoon hayaji kama upendavyo, bali yanakuja jinsi ambavyo yapendavyo yenyewe. Hebu acha falsafa zako na kisha niambie. Utaenda wapi katika fungati yako? Sijawahi kufikiria kuhusu hilo. Na mimi ninaamini ya kwamba fungati huwa zuri, sio katika eneo zuri, bali katika mume mzuri. Yule ambaye atakuwa karibu na wewe na atakupenda sana. Kisha ndio utaweza kuyaona mambo mazuri. Dada, umezidi. Lakini lazima kuna kitu fulani hivi cha kufurahisha. Sisi wawili tutakuwa pamoja. Atasema lolote lile alitakalo, lakini bado atanisikiliza. Na muda taratibu utayoyoma pindi tukiwa tunaongea. Ndio mama. Pragya, umefika uwanja wa ndege? Ndio mama. Wananiambia nizime simu yangu. Sawa, tutaongea baadaye. Sawa. Ili tamasha linatakiwa liwe bora zaidi. Linatakiwa libaki kama kumbukumbu kwa miaka. Sio kwa miaka, itakaa kwenye kumbukumbu maisha. Usijali. Mkuu, umeniita? Ndio, Dia. Nguo ambazo nimezivaa zinapoa kidogo. Samuel litabegilo, nitakuonesha. Kaka, hizi ndio chapa zetu. Natumai chapa yetu ipo katika hiyo nembo Natumaini hamjakosea kabisa kuweka hiyo nembo kwenye chapa yetu. Ni sawa. Zimepoa kidogo tu. Lakini inawezekana vipi? Kuna muda mdogo sana. Na hata hivyo itakuwaje kama zitabana zaidi? Wewe una wasiwasi sana bwana. Unaweza kutulia kidogo? Timu yangu ni ya wataalamu na watalisimamia hilo kwa nusu saa tu. Naweza kuziona nguo zako? Dia, hii hapa. Mkuu, mbona hizi nguo hazitakutosha? Mbona hatuna muda zaidi wa kuzirekebisha hizi? Ujinga huu. Nadhani nimeacha begi langu hotelini kimakosa na nimebeba begi la mtu mwingine hapa. Ni sawa mkuu. Kwa wapenda nao makosa kama hayo mara nyingi huwa yanafanyika. Ndio, unaweza kunyamaza? Bado kuna muda wa kuanza show. Nitaenda hotelini kuchukua begi langu. Twendeni. Samahani sana mama. Hakuna shida. Nisamehe sana. Sawa, ni sawa. Tafadhali.
Niwie radhi mama. Hakuna shida. Ondoka, nitajisafisha mwenyewe. Unisamehe sana. Haya, sawa. Kama nisipoosha doa halitatoka. Huyu mpuzi kachukua begi langu kimakosa. Nifanye nini? Ngoja nivae nguo zake kwa muda. Nguo zangu wacha nitazifua nizianike. Nitazivaa hizi. Kuna nini? Wala hayupo hapa. Atakuwa ameenda wapi sasa? Nadhani huyu msanii wetu maarufu Abi ana mapenzi mazito sana na mkewe. Ndio, ni nani mwingine anaweza akatoa udhuru na kwenda kumwona mkewe tena kabla ya tamasha? Kaka, na hivi ndivyo mapenzi yanavyotakiwa kuwa. Twende. Tano, si umesema kwamba Abi hakwenda kwenye fungate yake? Lakini mbona amekwenda moja kwa moja na mke wake? Nilikwambia uwe mwangalifu, haswa kuhusu huyu msichana, kwa sababu Abi anaweza... Sawa. Itanibidi nione tena sura ya mrembo wa miwani. Fungua mlango. Macho manne. Ni mimi. Au amejiua huyu mjinga. Miwani. Halo? Napiga toka chumba namba 1116. Ndio, nahitaji funguo. Asante sana. Karibu sana mkuu. Macho manne. We miwani. Miwani. Nimegonga mlango kwa muda mrefu sana. Na wewe umelala tu hapa. Hivi una maana ulikuwa usikii mlango? Umejilalisha tu hapa, eh? Unafanya nini wewe? Haikaribi chochote kile na unachokifikiria. Nimekuja kuchukua nguo zangu ambazo ni lazima nizivae kwenye maonyesho. Begi hilo hapo. Sitaki begi bali nguo zangu ambazo umezivaa kama nguo za kulalia. Nilikwambia kwamba sitaki kuguse nguo zangu. Hivi unajua hizi nguo ni kiasi gani? Zivue haraka. Namaanisha nipe nguo zangu na wewe tafuta nguo nyingine uvae. Lakini kama nikikupatia hili shati mimi nitavaa kitu gani? Nguo zangu nimezianika na uliondoka na begi langu. Na mbona haujalileta sasa? Sitaki kusikia chochote, nimesema vue hizo nguo unazitaka. Nimeshakwambia siwezi kuvua hili shati mimi. Nimekuambia lazima uzivue sababu unazihitaji. Vue hizo nguo. Hebu kuwa na aibu wewe. Kwa nini unakuwa mbishi wewe? Nimesema unatakiwa kufanya kile ambacho mimi nimekwambia, sawa? Kwa nini unashindwa kunielewa sasa? Sikiliza, lakini nakwambia kama utaki kuvua basi mimi sitaki nisogelee, nitavua mwenyewe. Basi zivue kwa sababu siwezi kusubiri tena. Abi, mbona uko na haraka hivyo? Nimeshakwambia kama nitavua mwenyewe. Afu wewe. Poa, fanya haraka. Hello? Hello, Abi nisikilize. Abi una shida gani? Abi? Shenzi kabisa.
Niambie mpenzi. Uko wapi? Mi niko na washikaji. Unafanya nini huko sasa hivi? Namvua nguo zake. Namaanisha namvua nguo zangu. Nakuja sasa hivi kwenye tamasha. Nakuja kukuona huko. Sawa? Halo? Siamini kabisa hili. Alinidanganya kwa ajili ya binti wa miwani? Kwani ni kweli Pragya amemroga Abi? Yaani bado umesimama hapo? Bwana, kama nikikupa hizi nguo sasa mimi nitavaa nini? Nitakutumia nguo baada ya dakika 5. Wewe nenda bafuni kavue hizo nguo zangu. Hapana. Letea kwanza nguo zangu afu ndio nitakupa shati lako. Sawa, nina wazo. Wewe utavaa nguo hizi ambazo mimi nimevaa. Kisha nguo zangu hizo za maonyesho ambazo wewe umezivaa, nitazivaa mimi. Nitazivaa mimi mwenyewe. Tumeelewana? Sawa. Unafanya nini wewe? Unajifanya kama vile hujawahi kuniona kabla, si ndio? Maanishi kila wakati wewe hivyo tu. Kama wewe huna aibu, mimi ninayo bwana. Kama unaibu sana basi wewe geuka nyuma. Sababu mimi sijui chochote kuhusu wewe. Sababu hata kama nikikuangalia sijisikii chochote. Sawa? Ebu harakisha. Unaangalia nini? Umekuwa kama Abi fulani hivi. Nilipokuwa na nywele ndefu, nilikuwa kama wewe ulivyo sasa. Ingekuwa umekutana na mimi miaka michache iliyopita, basi ningekupa kazi ya kuninakilisha. Na ndio, mimi naenda kwenye fungati yangu sasa hivi. Kama unataka kulala, basi endelea kulala. Na kama unataka kula, basi kula. Ila pia kama unataka kuiba, iba. Mimi nipo, nitalipa kila kitu. Lakini kuna jambo moja utaki kufanya. Usithubutu kumwita mpenzi wako hapa. Sawa? Karibuni huyo mpenzi wako atakuja kwako. Na mimi nitachokifanya ni kutesa wewe zaidi. Au utakiwe hivyo, eh? Unaonekana kutetemeka. Harufu ya manukato yake. Nani anapenda perfume kali hivyo? Utapeleka ile begi chumbani kwangu, lakini baada ya masaa machache. Unasemaje? Baada ya masaa machache inamaanisha baada ya masaa machache. Nimekuelewa kaka, ondoa shaka kuhusu hilo. Nimevumilia harufu hii ya manukato yake kwenye nguo zangu, na nina uhakika manukato yangu yatamtesa yeye. Yaani kwa sababu dada Pragya yupo hata tujisikie kupika chochote. Pengine dada singehitaji hata kufanya yote haya. Lakini ni vizuri. Mtu unapaswa kupata mume kama yule ambaye atakuweka mbali na jiko na kuwa karibu naye. Si ndio eh? Purvi, peleka ile begi nyumbani sawa? Mimi nakuja. Unaenda wapi? Kuna vitu nataka kununua. Fanya haraka nenda nyumbani. Wahi kurudi. Kwani wewe ulisema kwamba utaenda kumwoa Alia, si ndio? Kwa nini umekuja kusema nini? Kwa hiyo vipi? Unataka kusema nini? Nataka kukuuliza kwa nini unanihisi kwenye kila kitu. Na nataka kujua kwa nini unanifanyia hivi? Kama unataka mimi nawe tutengane, kwa nini umekuja karibu yangu? Mimi sikuwa na wazo kabisa la kukupenda wewe, lakini ni wewe tu ambaye ulitaka hili. Na ndio sababu ulikuwa unanitega ofisini, si ndio? Nijibu. Sio hivi Pura. Kumbe ni nini? Tulielewana pamoja katika bafu la ofisi. Na pia ukadondokea kwenye mikono yangu wakati wa kushuka kwenye gari. Uliyafanya yote kwa makusudi. Nyamaza basi Pura. Nilichokuwa nakifanya sikufanya kusudi, ilikuwa imetokea tu. Kweli kabisa Bulbul. Hutokea tu. Na mapenzi hutokea bila kutarajia. Na mimi ndio ilivyonitokea. Sasa kwa nini unilaumu kwa kila kitu? Kwa nini?
hili ni kosa letu wote. Lakini Purab, naomba uache kabisa kufanisha ndoa na mapenzi. Mapenzi huwa yanatokea tu, lakini ndoa, siku zote ndoa huwa imebarikiwa bwana. Hasa jinsi gani huyo rafiki yako alichokifanya kwa dada yangu. Vyovyote vile, lakini hii ndio inaweza kubadilishwa na kuwa upendo. Ndio. Siko nimpe matumaini dada yangu. Hii ndio lazima ipewe nafasi. Hawezi kupendana. Namjua vizuri Abi. Tena inamjua vizuri sana kutoka utotoni. Kwa nini asipendane? Na mimi namfahamu vyema dada yangu. Lazima tu atauteke moyo wa Abi. Bulbuli wewe. Wewe umeshamtupa Abi. Hii haimaanishi kwamba na mimi nitamtupa dada yangu shimoni. Sitatoa tumaini kwa dada yangu. Nachotaka kufanya ni kuwapa nafasi katika mahusiano yao. Na hakika atalimudu hili Purab. Lakini yote haya yanaweza kuyafanya pindi pale tutakapomuoa Alia. Purab, mimi nahisi itakuwa vizuri sana kama utaachana kabisa na maisha yangu. Bulbul, sikiliza mara moja. Sio hivyo Akash. Kaka yangu mimi hatakubali kabisa. Kwa sababu kile kitendo ulichonifanyia. Mimi sijari. Nakwambia hivi nitapata kile ambacho mimi nakitaka. Kwa hiyo basi, Nataka kuja kuonana na wewe. Au wewe uje unione. Lakini kwa nini unafanya hivi Akash? Rachna, nataka kujua jinsi ninavyojisikia juu yako. na muda wote Mimi nakufikiria wewe tu. Na mimi Mtu ambaye haelewi hisia za wengine anawezaje kuelewa hisia zake Akash? Wacha nikwambie ukweli. Mimi kwa sasa sijali kuhusu chochote kile unachofikiria juu yangu. mimi sina hisia zote zilizobaki kwenye moyo wangu. Tafadhali acha tena kunipigia simu zako. Rachna, tafadhali usifanye hivyo. Ilikuwa simu ya nani? Ni mtu tu alikosea namba. Alikuwa akipiga mara nyingi siku zilizopita. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kumwambia asinipigie tena simu. Sawa. Mama, mbona una wasiwasi sana na unafanya nini chumba cha wageni? Mbona unaonekana una wasiwasi sana kama vile kuna kitu nimekukamatia nacho? Natumai hili sio jambo linalomhusu tena yule msichana. Msichana? Hapana mama. Baada ya kilichotokea, hakuna msichana yoyote yule anayeniangalia. Kwani una wasiwasi sasa? Nitahakikisha na kutafutia tena msichana ambaye ni tajiri sana, na utaona wasichana wote watakuonea wivu. Mpenzi, nilikumisi sana. Baby, tulia. Samahani nimechelewa. Unajua ni jinsi gani marafiki zangu walivyo. Hawakutaka kuniachia. Toka lini marafiki zako wakajipulizia marashi ya kike? Wanawake? Na nywele ndefu kama hivi. Lazima awe rafiki ambaye marashi ya kike, nywele ndefu. Ni rafiki yako yupi huyo ambaye hata mimi simjui? Mimi nilikutana naye kwenye tamasha la mwisho. Hadithi kama hizo msimulie mke wako na sio mimi. Kwa sababu najua ulikuwa na nani na ulikuwa unafanya nini. Kama umenichoka ungeweza tu kuniambia, ha? Ningekutambulisha kwa msichana mwingine, lakini sio kwa yule msichana boya. Tena unazungumza nini lakini? Wewe unanijua mimi. Unanijua, si ndio? Hapana Abi. Unajua nini? Kilichotokea leo sijisikii kwamba nakujua. Tano unamaanisha nini sasa? Ndoa hii imefanyika kwa ajili yako. Ulinishawishi mimi kumwoa huyu msichana boya na sasa unakosa amani juu yake. Kwa nini lakini wewe Tano unashindwa kuniamini mimi? Ndio. Sikujua kama utahadaika naye. Hivi ni kwa nini unanifanya kama mtoto mdogo? Kwa nini naongea na wewe? Ni maisha yako, si ndio? Kwa hiyo wewe ishi naye, nenda naye popote. Mimi siyawezi kabisa haya. Tano, unayakuza mambo yasiokuwa na lazima. Mimi wala siyakuzi mambo, bali nayamaliza.
Ndiyo Abi, mimi siwezi kabisa kuendelea kudhalilika kama hivi kwa ajili yake. Naona umesahau kabisa kama tulikuwa kwenye mahusiano. Wewe, Tano. Wewe, Tano, hebu tulia basi. Sitaki kusikia chochote, kwa sababu wewe ni mwongo. Vitu ulivyosema wakati unamuoa, vitu ulivyoniahidi vilikuwa ni vya uongo. Hapana Tano. Ndiyo, itaniumiza lakini sio sana. Nitaendelea na maisha yangu kama wewe. Kwa hiyo niache. Tano, sikiliza. Tano, huwezi kunifanya hivi bwana. Tano. Wewe ndiye ambaye uliyataka yote haya. Ulikubali kuniunganisha na ule msichana Boya. Alafu sasa hizi unaanza kuwa na mawazo mabaya kwamba kuna chochote kinaweza kaendelea kati yetu. Sio baada ya kumuona, lakini ni baada ya kukuona nahisi inaweza kutokea. Unajua nini? Una wivu sana wewe. Hujaamini kabisa juu ya msichana na kufikiria kwamba mimi na mahusiano naye ni tusi kubwa sana kwangu. Mimi sina mahusiano naye yoyote. Unachokifanya hicho ni kuchafua jina langu. Abi, na kutukana, unajitukanisha mwenyewe. Marashi ya kike na nywele ndefu na yote niliyosikia kwenye simu. Vua nguo zako na yote hayo. Mengine ni aibu kuyasema. Situsema chochote sasa, bali nitafanya. Unataka kufanya nini? Kitu ambacho sijawahi kukifanya. Wewe unahisi kama mimi nimekusaliti wewe? Nitakuchumbia mbele ya mamilioni ya mashabiki zangu. Nitafanya hivyo. Abi, sikiliza. Kama bibi atasikia, basi itakuwa ni tatizo. Wewe Sarila, yaani ulivyozubaa kama vile uko na plagi ya Shimla, huku kikatakata mboga za majani za kesho. Na kwa kuzubaa hivyo, utajikuta unakatakata vidole vyako, badala tule chakula tutakula vidole vyako. Mama, Pragi lazima atakuwa amefika hotelini. Naweza kumpigia simu? Ndiyo, mpigie, vinginevyo wewe utakuja kutuchanganyia unga kwenye mboga. Hebu acha nikuunganishe naye hapa. Shika. Haya, zungumza na Pragia wako. Nipe. Ni vizuri kuongea na bibi kuliko kuongea na mama. Yeye ndio atakayeweza kumwelewesha mama. Halo bibi. Halo, ni mimi. Vipi, umefika salama? Ndio, tumefika Shimla. Vipi hali ya hewa ya Shimla? Lazima itakuwa ni baridi, eh? Ni baridi sana. Kuna nini? Kwa nini sauti ya unyonge? Uko sawa? Kila kitu kipo sawa mwanangu? Ndio mama, niko sawa kabisa. Kuna baridi huko ndio maana sauti yangu. Unajua mama, watu huko walikuwa wakisema inawezekana jioni theluji zikadondoka. Kweli? Kutakuwa na mabarafu, eh? Hakikisha unavaa sweta pamoja na kujifunika blanketi na usitoke nje kabisa. Wewe ni mweu nini? Sasa kama hatoenda nje atafurahia vipi barafu? Haya, nipatie simu yangu, ilete hapa. Ongea na bibi yako. Subiri naye mimi. Subiri kidogo. Nimeshakwambia nipe simu yangu, mimi nataka kuzungumza naye. Hello? Niambie mwanangu Pragia. Wewe, usimsikilize kabisa wewe mama yako mwenda wazimu. Yeye hajui kama ukitoka huko nje ndio utakapofurahia maisha. Nisikilize sasa, nataka kuongea na Abi. Bibi, unajua huko tulipo ni kuna tatizo kubwa sana la mtandao. Haijalishi, wao utawasikia na watachangia. Sikiliza. Mwambie Abi anywe dawa ya kifua ya bibi. Mwambie atakavyofanya hivyo hatopata tena kifua. Baby, yuko bafuni. Kwani shida yako ni nini? Wewe weka tu hiyo simu, atasikia kila kitu. Mwambie bibi anataka kuongea na yeye. Nimpatie maelezo yangu vizuri ili asikosee masharti ya kutumia hiyo dawa. Apone kifua. Sawa bibi. Bibi, hebu naomba niongee naye. Haya, zungumza na dada yako. Dada. Hali gani? Niko sawa tu. Dada, kadri unavyojaribu kudanganya ndivyo ambavyo unazidi kuniumiza. Anadanganya kuhusu nini Pragia? Mama, una dada sasa anajaribu kudanganya tena. Amesema kwamba ataweza kutoka chumbani kwake na tabaki huko huko. Dada, tokea tulivyokuwa dogo ulikuwa unaniambia kwamba pindi utakapofunga ndoa unakwenda fungate na mume wako. Basi, utamponda mume kwa theluji. Sikia dada. Utakapomponda kwa theluji ataumia kidogo sana. Na utakapopata nafasi usichezee. Alafu sikia nikwambie.
Kwa ajili yangu natakiwa kumponda mipira ambayo haina idadi. Wewe sio na wasiwasi kwa chochote. Mimi niko hapa kwa ajili ya kumsumbua mama bwana. Wasikia cha kufanya msumbue tu shemeji na uende ukazurule huko nje. Alafu unatakiwa ujichunge mwenyewe sawa. Siwasikii! Niko hapa sasa. Kabla ya tamasha la leo, kuna kitu muhimu sana cha binafsi nataka kushiriki nanyi nyote. Binafsi nimefurahi sana, na leo nitawashangaza nyote. Yaani kiukweli leo nitawafurahisha sana wote. Mara zote katika nyimbo zangu nimekuwa nikitaja mapenzi daima. Wana asili ya mapenzi. Nimewaambia kila mara jinsi gani mapenzi yanavyoweza kutokea hata mahali ambako hayakuwepo. Jinsi upendo unavyotokea, lakini pia mtu anavyojihisi anavyokuwa anapenda. Leo nitawaambia ninayempenda. Ndiyo, nipo kwenye mapenzi. Mahaba ni uwe, mahaba ni garagaze. Ingia tafadhali. Dada, begi lako hili hapa. Asante. Dada, mume wako Abi atanitaja jina lako leo katika tamasha. Nitakusikilizisha. Mnataka kumjua ni nani aliyemfundisha Abi kupenda, ambaye anapendwa na mamilioni? Mnataka kumjua anayependwa na watu wengi? Mnataka kumjua? Nasema leo ndio leo. Nitamtambulisha hapa. Oho, hii TV haifanyi kazi. Sarah, kwa nini TV haifanyi kazi? Mimi nataka kuangalia tamasha la Abi wangu. Mama, lazima kutakuwa na shida kwenye kuunganisha waya. Itakuwa sawa. Utafanya nini sasa? Ukalete redio. Janki, fanya haraka, lete hiyo redio. Lakini tungekula kwanza. Tamasha la Abi wangu nataka kwanza. Unataka mimi nilikose? Ebu leta hapa. Hii hapa. Ebu leta hapa. Unganisha. Asante. Haya, ongeza sauti kubwa. Sitalitaja tu jina la huyo msichana, lakini leo hii mimi nitamtambulisha juu ya jukwaa hili. Je, watu wote mnataka kumjua huyo msichana? Abi anaongea kuhusu msichana gani? Mimi ninavyohisi ili onyesho litakuwa ni la zamani sana. Hebu acha kuongea ujinga. Ili ni onyesho jipya. Tena sikiliza vizuri. Abi atataja jina la Pragya sasa hivi. Hapana mama, itawezekanaje ile onyesho jipya? Abi na Pragya wameenda Fungate Shimla. Lazima watu watakuwa naangalia hii show nyumbani. Itakuwaje kama mama akisikia jina la tano toka mdomoni mwake? Najua kwamba nyie wote mpo hapa na mnatamani sana kujua kuhusu penzi langu. Msichana huyo ambaye mpenzi wangu Tano.
Kutana na shabiki wangu mwenye wazimu Tanu. Yeye alikuwa na miaka 47 tangu wakati ambapo alianza kufuatilia na kusikiliza nyimbo zangu, na sasa ana miaka 52 na anasikiliza nyimbo zangu angalau mara 100 kwa siku. Kiukweli amefanya kitu cha ushujaa sana kwangu. Ameniandikia barua kwa kutumia damu yake, na badala yake nilimfundisha kutembea jukwaani, ikiwa ni pamoja na kupaka makeup. Nilimtengeneza kama mwanamitindo. Kwa hiyo vipi kuhusu njia panda? Muziki! Natumai sasa unajua ni kiasi gani mimi ninakupenda sana wewe. Mama, leo Abi kidogo ni uwe. Wachizi wewe. Abi anawapenda mabibi wote ulimwengu mzima. Na mabibi wote wanampenda yeye Abi. Nakupenda mwanangu. Nakupenda Tanu. Nakupenda sana. Ndio naangalia mafaili hapa, kwa hiyo basi wewe njoo tu kesho, tutalipitisha. Raj, lazima utakuwa umefurahia eh? Mimi nafurahi siku zote. Kwani kuna shida gani? Hebu acha kujifanya uelewi. Wakati unajua kila kitu. Hivi unajua ni hasara ngapi babangu amepata kwa ajili yako? Kwa hiyo nimefanya nini sasa? Ulikataa kufanya ile kazi aliyokuletea baba, si ndio? Mbona ni kama vile umemdharau babangu? Hivi Raj, unajua ni matatizo mangapi baba anayapitia kuhusu yule mtu? Yaani hata mimi sielewi ni kwa nini haswa kufanya ile kazi. Faili lake ilikuwa bado haijakamilika. Alikuwa ameshachukua mkopo ambao bado alikuwa hajaulipa. Ndiyo, hiyo yote ni kwa sababu alikuwa anakulipa na wewe pesa. Na pia alikuwa anakupatia nafasi pale. Lakini matokeo yake umekataa. Mitali, tafadhali, nina heshima zangu katika hizi biashara. Siwezi kuiharibu eti kwa sababu tu ya pesa. Kanuni zangu haziniruhusu kabisa kufanya hivyo, umenielewa? Wewe pamoja na kanuni zako, mpaka leo hivi umenipatia nini mimi? Mkate unatafuta kwa heshima. Kwa hiyo miaka yote hiyo nimekuwa nikila mkate tu peke yake. Eti na mimi ni mke wa familia ya kitajiri. Tizama nguo zangu ninazovaa. Sina nguo za maana za kuvaa wala mapambo yoyote. Wakati mwingine huwa nahisi yaani nimeharibu maisha yangu yote kwa kuolewa na wewe hapo. Basi wewe ondoka. Nini? Unasema nini? Metalik! Nini kinaendelea? Kwa nini nyie kila siku mnagombana? Ni muda mrefu sana tangu nyie wawili mmefunga ndoa. Bado hamjajifunza? Najisikia kuumia ninavyowaona nyinyi kama hivi. Namshukuru Mungu kwamba Abi na Pragya wana furaha. Wananifurahisha sana. Na wanaishi kwa upendo pia. Kila mmoja na wasiwasi na mwenzie. Wanaelewana wenyewe vizuri sana. Lakini nyie nashindwa kuelewa kabisa. Igeni mfano wao. Bibi, usizungumze vitu ambavyo vijui. Unajua nini kuhusu ukweli wao? Hakuna kitu chochote kile chenye ukweli ambacho unakijua. Mitali, mkaa kimya. Kwa nini? Kwa nini nyamaze? Unaongelea ukweli gani huo? Naongelea kuhusu fungati ya Abi pamoja na Pragya. Unahisi nini wewe? Kwamba wako Shimla kwa ajili ya fungati? Sio hivyo bibi. Abi na Pragya wako hapa Mumbai. Na huyo Abi amebaki hapa tu kwa ajili ya tamasha lake. Nini? Bado hutaki kuniamini, si ndio eh? Kama unataka kujua ukweli, washa TV yako sasa hivi. Angalia channel ya habari. Na ndipo utakapojua ukweli wao kuhusu mapenzi yao. Katika maisha yangu, hii ndio fungati ya kwanza nimeiona. Yeye ni mke pamoja na mume wake, wote hawapo. Ndio bwana Nitini, nilikuwa nimetuma barua pepe hapo kwako. Ndio bwana Nitini, kuna barua nilikuwa nimetuma hapo. Tafadhali nakuomba usichapishe kwa sababu kuna mabadiliko. Ndio bwana. Hapana. Nimevurugwa tena. Simu haracho. Hebu acha nipige kupitia hii simu. Ujumbe wa Akashi eti uje tuonane Royal Inn Hotel.
Rachu! Recho! Kuna nini mwanangu? Mama Rachu yuko wapi? Alitoka nje muda sio mrefu. Kwa nini? Una kazi naye? Hapana mama, hakuna kitu. Sawa. Huyu Akashi ameanza kucheza mchezo na Rachna wakati huu sitaweza kumwacha kabisa. Na Recho, nahitaji kumuuliza kile ninachokitaka. Kwa nini ameenda kumwona? Unaenda wapi sasa? Mama, nimepata dharura. Narudi muda si mrefu. Sawa, urudi mapema Mambo mrembo. Kutana shabiki yangu namba 1. Abi, hebu tuambie, kwani ulifikiria vipi kumpendekeza shabiki wako? Swali zuri. Ila kwa hili atalijibu mwenyewe. Mimi ni shabiki mkubwa wa Abi. Nimetokea Tanzania kwa ajili ya kuona onyesho la Abi. Na leo amenishangaza sana kwa kunichagua mimi. Unavutia sana. Nakupenda. Nakupenda pia. Sawa jamani, asanteni. Hebu niambie kuhusu Pragya jamani. Sasa hivi anaendeleaje? Dada? Unajua nini, nimetoka kuongea na shemeji pamoja na dada. Dada pamoja na shemeji wako Shimla. Wewe usiniambie. Wameenda Fungate. Jamani, vizuri sana. Alafu unajua nini? Dada alikuwa anataka kumpeleka shemeji kule Uswizi. Lakini wataenda Uswizi mwezi ujao. Ila wakati huu ameenda Shimla. Unajua nini? Anamfanya dada yangu awe na furaha sana. Kwa nini asifanye hivyo? Abi ni rockstar. Na Pragya ni mke wake. Hayo yanatosha. Nitaimaliza hili jambo leo pamoja na Akashi. Pragya? Lakini Pragya kwa nini amekuja hapa? Si alikuwa... Dada pamoja na shemeji wako Shimla. Wana furaha sana. Wameenda Fungate. Kuna nini kinaendelea? Bulbulu alisema kwamba Pragya ipo Shimla. Mbona yuko hapa? Siku ya mapokezi ya sherehe yake yanaonekana iko tofauti kabisa na nyumbani kwake. Hivi ninawaza tu, au ni kweli kuna jambo baya? Vyovyote vile lazima nijue. Halo? Mambo Pragya. Suresh, si nimeshakwambia kwamba... Ndio uliniambia kwamba sipasi kupigia wewe simu. Lakini pokuja kugundua kwamba wewe kwa Abi yupo pamoja na wewe Shimla. Na ndio maana nikaamua kupigia wewe simu. Habari za Shimla? Ni pazuri sana na panapendeza sana, kwa sababu tangu nimekuja hapa na Abhishek panaonekana kuwa pazuri zaidi. Kuna baridi sana hapa, kwa hiyo amenipatia jaketi lake nilivae. Naweza kuiona milima kupitia hapa dirishani. Kuna mwonekano mzuri kutokea hapa. Kila wakati ambao ninautumia hapa unafanya kumbukumbu zigande kichwani. Kwa nini Pragya anadanganya? Hayupo Shimla wala hayupo na Abi, halafu sasa hivi nimefurahi kusikia una furaha.
Jiangalie mwenyewe Pragya. Nitaendelea kumuuliza Pragya ni nini kinachoendelea hicho. Hapana, tayari ameshanidanganya. Na atajisikia aibu. Nahisi Abi atakuwa amemfanyia jambo lile lile ambalo Akashi amemfanyia Rachna. Familia nzima wako sawa. Nitaongea na Pragya baadaye. Acha nimalizane na Akashi kwa sasa. Siwezi kuendelea kubaki ndani ya hiki chumba. Lazima nitoke nje. Na Abhishek hakukosea kabisa aliponiambia niyafurahie maisha. Sasa kwa nini najifungia ndani ya hiki chumba? Siwezi kujifungia ndani ya hiki chumba nile Fungate peke yangu. Furaha yangu haimtegemei yeye kuwepo hapa.